Endelea funzo la pili vile vile at-tadhiya, sacrifice. Masahaba hawa wanatufunza katika hijratun nabawiyya, hususan tukiwa katika mwaka mpya huu wetu wa Kiislamu, kwamba at-tadhiyatu bin nafsi fi sabilillahi ta'ala wa i'la'i kalimati al-haq, the sacrifice, kujitoa muhanga mtu katika kuinyanyua dini ya Mwenyezi Mungu. Na saa nyingine mazingira yanakuwa ni mazito sana, utafanya kazi hizi za Uislamu na za khairi na watu watakuwa na dhalilun fil ard. Wallahi tunawathamini sana. Kuna baadhi ya watu wamefanya kazi kubwa sana Tanzania hii, wallahi nakwambia. Kuna baadhi ya majina wallahi ukiyataja katika sira'un baina al-kufri wal batil, baina ash-shirki wat tauhid, kina Sheikh Mazingi hao, Mwenyezi Mungu aweke. Kuna mashekhi chungu zima ndani ya nchi hii, tena walifanya kazi hiyo pasina mishahara. Watu walikuwa kiendesha baskeli, wengine wakitembea. Ukiwasikiliza the way they struggled, wallahi utatokwa na machozi. Na kwa bahati mbaya sisi Waislamu tuna tabia moja mbovu sana, mtanuia radhi, tabia ya kutothamini mashujaa wetu. Kwa bahati mbaya sana tuna tabia kutowathamini mashujaa wetu. We do not accept and honor our heroes. Lakini litokee kafiri huko afanye kitu, umemwona fulani kafanya. Sheikh, how about your own hero? Huyu shujaa wako alikuwa hapa Kijitonyama, hapa Kinondoni, hapa Zanzibar. Basi wewe huna takheri la kumzungumzia huyu shujaa wako. Kikubwa tunachokijua sisi ni kutoa dosari na makosa. Sheikh yule bwana anajitia sheikh, nahwu zenyewe hazijui. Nahwu kasoma wapi? Wewe umesikia Kiarabu chake kile? Kiarabu chake cha alif ba ta, yule bwana hajakaa bwana katika vikao zetu fa sarfu, hajakaa katika vikao vyetu vya balagha. An-nahwu awla awalan an yu'lama idh al-kalamu dunahu lan yafhama. Atakupiga beti pale za kishairi pale, atatuweza wapi sisi? Hajui kitu. Sawa, Sheikh hajasoma nahwu, hajabobea kama wewe. Look at his role, tizama mchango wake katika jamii ile. Mmoja nilimsikia akimzungumza kwa ubaya almarhum Sheikh Nasr Abdullah Bachu. Nami si miongoni mwa watu ambao akifuata mitazamo yake. Niseme wazi tu, for the clarification, niseme wazi tu bila hofu tena, si miongoni mwa watu ambao wanafuata mitazamo yake. Mitazamo yake almarhum yanajulikana, lakini kwa kumsema kule kwa ubaya almarhum ambaye mimi namjua na mchango wake na ufahamu, pale nilimtetea Sheikh, nikamwambia Sheikh, sasa unakwenda mbali. Marhumu japokuwa tunakhtalifu tuna ikhtilafu zetu sisi baina za yeye na sisi, lakini haki isemwe, Sheikh ana mchango mkubwa katika mazingira ya Tanzania, si kwa Zanzibar tu. Wewe unakujua Kikwajuni, kwa wale hawajafika Kikwajuni. Mashekhe wengi hapa na asili ya Zanzibar. Kwa ndugu zangu hapa hawajafika Kikwajuni Zanzibar, hiyo mitaa ya Vikokotoni, Kikwajuni, hayo ni maarufu kwa pombe na bangi. Na ukikulia huko Shekhe zamani kipindi hicho, manake utakuwa utaangukia huko. Shekhe alifanya juhudi kubwa sana, si peke yake na baadhi ya mashekhe wengi, kuanzisha da'wa na kuanzisha kuwatoa vijana katika mambo ya al-mukhaddarat, drug addiction, kuwaleta katika Uislamu, kuwaleta katika misikiti. Vipi unabeza na unadharau mchango wote huyu kwa sababu eti unakhtilafiana naye anasema maulidi bid'a? Shekhe, bid'a mwache mwenyewe, ndio mtazamo wake huo na hoja ambazo amezisoma yeye. Nakhtalifu tutakhtilafiana naye, lakini tutamheshimu kwa mchango wake. Kwa hivyo tusiwe na watu ambao hatuthamini vya kwetu. At-tadhiya, tunataka watu wawe na kujitolea muhanga, saa nyingine bila hata ya kulipwa. Muhanga wako wewe ilikuwa ni kutokusafisha tu huu msikiti, basi Mwenyezi Mungu atakulipa kwa muhanga huo, lakini ufanye biitqanin, efficiently. Katika hadithi tuzungumza katika al-udhiya, Eid al-Adha, wa idha dhabahtum faatqinu adh-dhabha. Hata yule mbuzi yule usimkekete yule. Mtume anasema hata ukimchinja, basi tunataka al-itqan, tunataka watu wafanye mambo kiufanisi kabisa. Hijra inatufunza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad daraba as-sahaba ridwanullahi alayhim arwa al-amthila fi al-fida'i wal-badl. Al-fida' yani mtu kujitolea muhanga wa hali ya juu. Hijra masahaba wengi tu. ومن ذلك موقف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلة الهجرة. tunajua ليلة الهجرة Imam Ali alifanya nini? Karrama Allah wajha. Yeye alisema nitaenda kukaa pale, nitaenda kulala katika kile kitanda ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam
ndio wanajua wale makuraishi makafiri kwamba yuko humu ndani kile kitanda chake, ile nyumba, chumba alicholala, anasema mimi ndo nitabaki hapa. Sasa wewe hujiulizi kwamba hawa watu walikuwa mashujaa wa kiasi gani manake? Kwa sababu watu ambao badhalu anfusahum, walikuwa shajitolea, na ndio maana walipokwenda pale wakamkuta yuko Ali ibn Abi Talib, kiumbe huyo, sio maskhara, wenyewe wakashtuka, wakajua mtume hayupo, lakini kuna kiumbe mwingine pale. Kwa mtu ambaye wa kawaida hana ushujaa angehofia nini? Kifo. Mwingine حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم معرضا نفسه للخطر تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وثقة بوعد الله تعالى. وكويل تكم يشمتومه صلى الله عليه وسلم kampa maagizo sam'an wa ta'a. Wewe shekho unapoa maagizo na kiongozi wako unaanza kutia what if ikiwa hivi ikiwa la, imam kakwambia hivi na hivi, fata, heshimu uongozi. Heshimu uongozi. Kama mtu anakuongoza katika khairi, heshimu. Sayyidina Abu Bakar fida yake alitoa mtu, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is wanted. Piga mfano kwamba hapa sasa tuna mtu ambaye the most wanted person. Ukiambiwa shekhi fulani au mtu fulani anatakiwa na serikali, usalama wa taifa wanamkamata, wanamtafuta. Wewe shekhi alafu unasema mimi ndo nitasuhubiana naye huyu jamaa atafutwa na serikali. Ushujaa wa aina gani huo jamani? Sayyidina Abu Bakr ibn Siddiq alisema sausahibuka ya Rasulullah, mimi nitakuwa na wewe. Hakuogopa kwa sababu alikuwa hataki Mtume sallallahu alaihi wasallam yamfike maudhi, yamfike watu waje kumdhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yeye ndio zile aya zikaje, thaniyatnain idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Katika watu ambao walikuwa washafika peponi lakini ilhali wako duniani, miongoni mwao Sayyidina Abu Bakr ibn Siddiq. Hawa ni watu ambao washabashiriwa pepo lakini walikuwa wako duniani. Thaniyatnain idhuma fil ghari, walipokuwa wawili katika pango, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, Mtume sallam akimwambia sahibu wake Sayyidina Abu Bakar usihuzunike, inna Allaha ma'ana. Sayyidina Abu Bakar alikuwa analia kufika nafasi time aliona kwamba Mtume labda watakuja kumuona hawa, watakuja kumkamata, watakuja kumdhalilisha Rasulullah. Mtume akamwambia la tahzan inna Allaha ma'ana, mimi ni mtume wa Mungu bwana, japokuwa ni binadamu lakini mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo at-tadhiya ni kujitoa ule muhanga na kukubali machungu katika dini hii. Kuna baadhi ya wakati lazima upitie na wewe machungu katika dini hii. La tatu miongoni mwa mafunzo ya msingi sana ambalo tulichukue katika mwaka wetu huu mpya ni swala zima la as-sabru ala al-adha was-thabati 'inda ash-shada'id wal-mihan. Sio kusubiri tu, maana kusubiri saa nyingine tunaweza, lakini ath-thabat 'inda ash-shada'id wal-mihan, unasubiri lakini unanuhunika. Hii shekhe, subira hii haitakiwi. Unasubiri, mtoto kafariki ghafla moja, mke kaleta mitihani, anaomba talaka ghafla moja, kaenda kujiachisha, biashara ghafla moja mambo haendi, biashara imefungwa, shekhe mitihani, mihan, shadaid. Unasema imefika masaib bwana, sijui kwa nini mie ya akhi. Shekhe unanuhunika, unamuuliza Mwenyezi Mungu, hujui kwa nini wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walipata mitihani, watu cha kukila hawana. Masahaba walitestiwa, walipewa mitihani, walaqad fatanna alladhina min qabli fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Wanasema tulatikisa baada ukipata ile mitihani. Sasa Mungu anasema tulikuwa tunawatiza